Majina yangu ninaitwa Frankie Ademba, ni mratibu wa shughuli za WeEffect nchini Tanzania. WeEffect ni shirika la kimataifa ambalo lina makao yake makuu kule Sweden, na shirika hili limeundwa na vyama vya ushirika. Kwa hiyo ni jumuisho wa vyama vya ushirika 60 vilivyoungana kwa pamoja kuunda ushirika huu ambao ni wa WeEffect kule Sweden. Kwa hiyo lengo mahususi ni kuhakikisha kwamba kutokomeza umaskini, lakini pia na masuala ya kupunguza njaa kwa ujumla kwa mujibu wa malengo ya millennium ya dunia. Hicho ambacho WeEffect wanakifanya kwa ujumla, lakini pia kwa namna hiyo msingi mkuu umejikita katika mifumo ya ushirika. Na tunafanya na vyama vya ushirika ambavyo ni kule Iringa, chama kikuu cha ushirika Iringa, kule Kilimanjaro, na kule Kilimanjaro tuna vyama viwili, pamoja na hapa Dodoma Wazamamu kwa masuala ya mnyororo wa thamani wa zabibu. Kwa hiyo tumekuwa tukiwajengea uwezo. Tuna malengo mkakati kama 5, ambalo mojawapo ni kuhakikisha kwamba vyama vya ushirika vinakuwa na uwezo kama taasisi kwa ajili ya kujiongoza, lakini kwa ajili ya mifumo sahihi ya usimamizi wa fedha. Hilo namba 1. Namba 2, tunaongelea habari ya mfumo wa chakula endelevu, food system. Kwa hiyo mfumo wa chakula endelevu, na ndio maana sasa unaangalia hapa vyote hivi ni vyakula ambavyo ni mfumo wa chakula endelevu. Tunachokifanya ni kuhakikisha kwamba wanalima kwa tija, wanazalisha kwa tija, lakini wanauza kwa tija katika soko kama hili la Nane Nane, ili wafikie kipato kile ambacho wanakitamani kwa ajili ya kuboresha maisha yao. Kwa majina naitwa Benovila Balama. Mimi ni program coordinator wa taasisi ya Umoja wa Vyama vya Maziwa mkoa wa Kilimanjaro. Taasisi yetu ya Umoja wa Maziwa Vyama vya Maziwa mkoa wa Kilimanjaro ni muungano wa vyama 18 vya msingi vya maziwa ambavyo vimeunda mradi wa pamoja wa uzalishaji na usindikaji wa maziwa. Kupitia mradi huu ambao tunautekeleza kwa kushirikiana na shirika la WeEffect, tulianza kufanya nao kazi kuanzia mwaka 2023 na hadi sasa tuko mwaka wa 3 wa utekelezaji wa mradi huu. Tumeweza kunufaika na shirika hili la WeEffect katika nyanja kubwa 3. Cha kwanza, kuboresha huduma za ugani kwa maana ya extension service. Tumeweza kuongeza uzalishaji wa chakula cha mifugo ambao tunatengeneza chakula na kusambaza kwa wafugaji wetu kwa mfumo ambao tunaita pata huduma lipa baadaye. Lakini tumenufaika pia kupata teknolojia ya uchakataji wa maziwa na mifumo ya utuzaji wa maziwa kwa maana ya freezer za kisasa, friji, pamoja na mitambo mingine mizuri kabisa kwa ajili ya kuchemsha na kusindika maziwa. Lakini pia eneo la pili tunalofanya nalo kazi ni eneo la masoko, ambapo tumeweza kuunganishwa na wanunuzi wakubwa wa maziwa kama Kilimanjaro Fresh, kwa sababu kwenye vyama vyetu tunakusanya maziwa. Yale maziwa tunampata mnunuzi mkubwa, anakuja ananunua maziwa, lakini vyama vyetu vya msingi vichache vinavyosindika vinapata fursa pia tena ya kununua maziwa kwa ajili ya kutengeneza bidhaa za maziwa. Na eneo la 3 ambalo tumeweza kunufaika nalo, tumeweza kusaidiana katika eneo la ushawishi na utetezi wa vyama vya ushirika, kuratibu na kuboresha sera za vyama vya ushirika katika mkoa wa Kilimanjaro. Katika kuhakikisha kwamba tunakuwa na uwezo wa uzalishaji, lakini pia uwezo wa kuyapata masoko, lakini uwezo pia wa kuwa na ustahimilivu kwenye mabadiliko ya tabia nchi, ujumuishwaji wa kiuchumi kwa maana ya wanawake na vijana, na uimarishaji wa taasisi. Tuliweza kuandika andiko kwa shirika la WeEffect ambao tuliomba ufadhili wao waweze kuiwezesha taasisi yetu iweze kufanya mambo kwa ubora au kwa viwango vya kimataifa zaidi. Kwa hiyo WeEffect walitukubalia, na mwaka 2023 tulianza kufanya nao kazi. Na baada ya kuanza kufanya nao kazi, wametusaidia au wametuwezesha katika uongezaji wa thamani. Kama mnavyoweza kuona hapa, tuna vifungashio vizuri
na kuna baadhi ya mazao ambayo tayari tumeshaanza kuyasindika kwa lengo la kuongeza thamani na kuwanufaisha wakulima wetu zaidi. Naitwa Evelyn Mjema, ninafanya kazi KCU, chama cha ushirika Kilimanjaro. Chama cha ushirika Kilimanjaro kina memba AMCOS 92 na wote tupo chini ya, ni wadau wa WeEffect tunaotekeleza program inaitwa Livelihood and Right to Food. Tunashukuru sana ufadhili wa WeEffect, umetuongezea sana thamani, lakini pia umetuwezesha kuwafikia mkulima kule chini kabisa. Umetusaidia sana kutusapoti, kuwatrain wakulima, lakini pia kama hapa leo tupo Nane Nane mnatuona ni kwa ajili ya ufadhili wao. Kwa hiyo sisi kama pia asante sana. Sisi wafanyakazi wa KCU tumefadhiliwa na WeEffect kushiriki haya maonyesho. Kwa majina anaitwa Aileen Mikenze, ni mratibu wa jinsia na jamii kutoka shirikisho la wakulima wa miti Tanzania, yani Tanzania Tree Growers Association Federation, ambalo ni member based organization inayofanya kazi na vikundi mbalimbali vya wakulima wa miti, ikiwa na lengo la kuwawezesha, lakini pia kufanya uchechemuzi na kuwezesha shughuli zao mbalimbali za miti, kwa miti ya kupanda yani ya kibiashara, pamoja na zile shughuli za urejeshaji. Kwa kupitia WeEffect, moja kati ya kazi iliyofanyika ni kuwawezesha au kuinua vipato vya watu mbalimbali, hasa makundi maalum kama wanawake na vijana. Na kuhusu vikapu, hivi ni vikapu ambavyo vinatengenezwa na wanawake kutoka kikundi mwanachama wa Titigau kinachopatikana mkoa wa Njombe, na hii shughuli ilikuwa ni shughuli yao ya kila siku ya asili waliokuwa wanafanya, lakini zoezi lao lilikuwa linaishia kwenye kikapu kama kikapu ambacho hakijaongezewa thamani. Kwa hiyo kama WeEffect walivyokuwa wanaibua miradi au kuwawezesha watu kupata kipato, waliwekeza kwenye zile shughuli ambazo hao wanawake walikuwa wanafanya, ambapo waliwapatia mafunzo ya kuongeza thamani, lakini hawakuishia hapo, waliongeza pia ujuzi wa mitindo gani ambayo itaweza kuwafanya waweze kufikia soko kwa ukubwa na kupata wateja mbalimbali wa ndani na nje ya nchi, ambapo waliwatengenezea, waliwapa vifaa, wakawapa na mafunzo ya uongezaji thamani ambayo imeweza kuwawezesha wao kutengeneza vikapu na kuviuza kwa bei kubwa. Hapo mwanzo kikapu kama hiki kilikuwa kinauzwa 8,000, lakini baada ya kuongezewa thamani kinawekewa mikanda na designing mbalimbali ambazo zinajumuisha mitindo ya kisasa na ile ya kitamaduni, wanaweza wakaiuza kwa shilingi 45,000, ambao imeongezea kipato. Wameweza kujenga nyumba, vipato vyao vimekuwa, wanasomesha na wameboresha fursa nyingine za kiuchumi, na wao kama wao wameweza kujimobilize. Sasa wanaweza kushiriki kwenye matamasha mengine ya kibiashara na kufikia masoko ya ndani na nje. Sasa tunaweza kupeleka vikapu mpaka nchi ya Kenya pamoja na Uganda, lakini kwa Tanzania pia tumeweza kufikia mikoa mbalimbali, na kupitia maonyesho na vyote tunavyowezeshwa na WeEffect tumeweza kufikia wadau mbalimbali ambao pia wameongeza nia ya kusapoti shughuli kama hizi, hasa kwa wanawake, ili kuhakikisha wao pia wanaingia kwenye hizi shughuli. Na haishi tu kwenye kuongeza kipato. Vikapu hivi vinatengenezwa na majani aina ya maruru au reeds kwa Kiingereza, ambazo hizi reeds au maruru ni moja kati ya majani rafiki sana kwenye vyanzo vya maji. Kwa hiyo licha ya kuwawezesha hawa wanawake, walipatiwa mafunzo na ujuzi, wameweza kurejesha vyanzo vya maji kwa haya maruru, lengo likiwa ni kuhifadhi mazingira, lakini wao pia kuwa na uhakika wa malighafi kwa ajili ya vikapu vyao. Kwa hiyo wanakuwa wanavuna kwa mvuno endelevu ambao utaendelea kutunza mazingira, lakini wao watakuwa na uhakika wa malighafi ya kutunza na kutengenezea hivi vikapu kwa ajili ya kuwezesha kukuza vipato vyao, ambacho ni jambo muhimu sana. Unapomwezesha mwanamke, tunasema umewezesha taifa, kwa sababu uchumi wa kaya unamtegemea pia mwanamke ili kufanikisha. Sisi kama wanaushirika tulipata changamoto ya soko la kuuza zabibu kama matunda, tukapata wazo la kufanya process ili tuweze kupata wine. Ndio hapo likaja wazo la kutengeneza ushirika wine ili kuokoa zabibu zile shambani za wakulima wetu. Hivyo basi tukaja na product hii ya ushirika wine ambayo ni nyekundu, na kama mnavyoona wadau wengi wanaipenda wine yetu.
na wanashirika sana, na unaona tunafanya utofauti kama ilivyo kwenye maonyesho ya 8 mwaka huu kwamba tutambua soko, ongeza tija. Ndio kama mnavyoona wadau wetu hapa wanatusapoti, wanasapoti waini yetu kama ilivyo. Lakini kwa shirika la WeEffect wametusaidia kuongeza thamani, namna gani ya kuingia sokoni. Tumepata mafunzo mbalimbali kutoka kwa wadau wetu wakubwa kama chuo cha ushirika Moshi, mafunzo ya masoko. That's why tumekuja na hii idea, na hata unavyoona nafasi biashara kitofauti kidogo. Tumewekea counter hapo, watu wanapumzika, wanafanya vikao baada ya kuona vitu mbalimbali, wanakuja napumzika hapa jioni.